tunafahamu kwamba serikali yetu hii ya awamu ya 5 inataka kuhakikisha kwamba inapofika mwaka 2025 tunafikia uchumi wa kati. Kama tunavyojua kwamba sera kubwa kwamba ni Tanzania ya viwanda. Hivyo basi nimeweza kufika katika kiwanda ambacho kinajishughulisha na uzalishaji wa nguzo ambacho kinafahamika kama Mua Trading Tanzania Limited, ambapo kipo hapa mkoani Tanga. Kwa kutaka kujua maana huyu ni mwekezaji, tufahamu kwamba lengo hasa lilikuwa ni nini katika kuanzisha kiwanda hichi, changamoto ambazo yeye anakutana nazo. Mimi ni Ibrahim Kunoga na nyuma kamera niko na James Mapara. Nikusihi uendelee kuangalia mazungumzo haya, naweza kusema pia ni exclusive interview, ambapo nipo na mmiliki wa kiwanda hichi anayefahamika kama Badru Isa Badru. Habari yako mheshimiwa? Shukuru, habari yangu ni nzuri sana. Za majukumu tunaendelea vizuri sana. Okay, mtazamaji anataka kumfahamu Badru ni nani? Badru mtu mzima wa Kitanzania. Ni Mtanzania anayependa nchi yake. Ni Mtanzania anayotafsiri mawazo sahihi ya viongozi wetu. Ni Mtanzania anayejisifia kuwa Mtanzania. Na Mtanzania ambaye anaishi katika mkoa wa Tanga, tafsiri sahihi ya Tanzania ya viwanda, ambao ni slogan ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa John Pombe Magufuli. Huyo ndio Badru Isa Badru. Nikupongeze sana kwa kuweza mpaka kufikia kuja kuwa mmiliki wa kiwanda. Hebu tuambie Mr. Badru, wazo lilikujaje mpaka ukaamua kuanzisha kiwanda tena special kubase katika mambo ya nguzo? Kwa nini isiwe katika upande mwingine? Kusema la ukweli ni kwamba hili wazo lilianza muda mrefu, lakini sema nguvu na uwezeshaji na mwitikio. Lakini mie nimeanza kushughulika na biashara ya mazao ya misitu tokea 2006. Katika kushughulika na mazao ya misitu, wenzetu jirani niliona walipoanza REA, hasa nchi zetu za jirani mwaka 2008, walikimbia wengi kuja huku upande wa Tanzania kuangalia nafasi na fursa za kupata nguzo, kwa sababu kwao ilikuwa tayari wameshakuwa na mwamko wa kutaka kueneza kuwasha nchi yao kwa kuendeleza upande wa umeme. Sasa mimi hapo, kwa sababu nilikuwa tayari niko kwenye biashara ya mazao ya misitu, hapo niliona kwa nini nisizalishe nguzo za umeme, kwa sababu hawa wametoka nchi jirani wanakuja kutafuta fursa hiyo, kwamba sisi nguzo tunazo, miti ipo, lakini kwa nini hatuzalishi nguzo za umeme? Wazo hapo ndio lilianza kujikita vizuri ndani ya nafsi yangu. Lakini je, nikawa najiuliza, hizi nguzo kuzalishwa lazima ziwe na viwanda maalum. Katika kufanya tathmini na kuzunguka, nikagundua kuna baadhi ya viwanda ambao vilikuwa ni vya serikali hapo awali na vilikuwa vina mitambo hiyo, lakini kwa sababu imetelekezwa, basi hiyo mitambo ilikufa. Sasa kwa ujuzi ambao nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia nao na utukutu na ile ari ya kuthubutu, nikaenda kuongea na wale waliobinafsishiwa ile mitambo. Mtambo mmoja ulikuwa huko Tanga katika kiwanda cha Sawmill ambao tayari kilibinafsishwa. Nikaongea na wale watu, wakakubali kwamba kama nina uwezo wa kufufua ule mtambo, basi wako tayari kunikodisha nifanye kazi pale. Lakini pia nikaenda Mkumbara, kulikuwa na wenyewe mtambo wa Mkumbara ulikuwa binafsishwa na ulitelekezwa. Nikaongea nao, wakakubali kwamba tayari ukiweza kufufua unaweza kutumia kwa makubaliano maalum. Ni kweli mimi hii kampuni ni kampuni ya wazawa na tuko madirekta 3. Tukakaa nikauza hilo wazo kwamba kwa sababu mimi nimebobea katika mambo ya forest industry, lakini na hii kwa utaalamu nilionao mimi binafsi bado naweza kuweka akili yangu na tukafufua hili mitambo. Baada ya kukubaliana na wale waliobinafsishwa zile sehemu, basi wakaniruhusu. Ni kweli mimi nikachanga akili zangu, uwezo kidogo niliokuwa nao, mpaka ile mitambo ikaanza tukapata vipuli kidogo, mpaka ile mitambo ikaanza kufanya kazi.
Kwa hiyo 2008 katikati hapo mitambo ilianza kufanya kazi. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa niko kwenye forest industry, haikuwa tabu sana kwangu kujua nguzo nitazipata wapi. Kwa hiyo nilianza kutumia kiasi kidogo nilichokuwa nacho, nikaanza kuagiza zile nguzo. Nimeagiza nguzo ambazo ni hazijatiwa dawa. Nilijua kwamba nguzo nitazipata kutoka Lushoto kwenye plantation za serikali, nguzo nitazipata kutoka Mafinga kwenye mashamba ya serikali Mfindi, na nitapata kutoka Njombe ambapo tayari nilikuwa napata mazao mengine ya misitu kwa ajili ya viwanda vyangu vingine. Kwa hiyo tukaanza uzalishaji mwaka 2008. Tukawa tunazalisha katika mazingira yale, lakini tukatoa nguzo iliyo bora zaidi. Ikatusababisha wale watu wa Kenya sasa wakaja kuona ubora wa nguzo zetu na wakaanza kuzichukua. Kwa hiyo kuanzia 2008 tulianza kupata oda ya kupeleka nguzo Kenya. Tulikuwa tunapeleka Kenya wakati kwetu huku ni giza. Ilikuwa inaniumiza sana. Nafsi yangu ilikuwa inasononeka sana kwamba mimi nakwenda kuwasha taa, nuru inawaka kwa jirani yangu wakati kwangu ni giza sana. Lakini wakati huo ilikuwa ni ngumu sana kufanya biashara na Tanzania. Nilijaribu sana kwenda TANESCO mimi binafsi, lakini haikuwezekana kwa sababu walikuwa hawaamini kwamba nguzo yetu sisi inaweza ikafanya kazi kwa ubora kwa hapa Tanzania. Mawazo yangu ya kuwekeza mtambo huu katika mkoa wa Tanga, na hasa kubwa sana ni kuitika wito wa Mheshimiwa Rais wa hapa kazi na Tanzania ya viwanda. Tukija hapo kwa mtu mmoja mmoja, let's say mimi nataka maguzo 5, 6, naweza nikapata kupitia kiwanda chenu, labda na cost yake iko vipi? Cost yake ni ya kawaida sana. Cost yake ni ya kawaida sana, na ukihitaji nguzo hizo 1, 2, 3 unaweza kupata. Tunamhudumia mdogo, wakati na mkubwa. Lakini kwa sasa hivi pia kwa kipindi hiki tumepewa jukumu la kuwapa TANESCO Tanga, mkoa wa Tanga na mkoa wa Kilimanjaro mahitaji yao yote wanachukua kutoka kiwandani kwetu. Lakini bado kuna wakandarasi wengine, na wengine hawa moja mahitaji yao yakihitajika, basi anaweza kuja kuchukua nguzo. Lakini jambo lingine zaidi ya hapo, hapa mkoani kwetu Tanga kulishatokea naweza kusema ni janga kidogo la uharibifu wa mazingira. Watu wamekuwa nakata mikorosho, watu wamekuwa nakata miembe, watu wamekuwa nakata mifenesi. Haya ni mazao ya matunda. Kwa mfano kama mkorosho, tumeshuhudia kwamba ni zao moja la kiuchumi, zao moja kubwa, na Tanga ilikuwa miongoni mwa ile mikoa iliyokuwa inazalisha sana korosho. Wamekuwa nakata hiyo mikorosho kwa ajili ya kuni. Sasa na kuni sana walaji wakubwa waliokuwa na kuni zinapelekwa kwenye tanuri za kuchoma mikate, kwenye tanuri za kuchoma chokaa, kwa sababu mkoa wetu ni bingwa wa kuzalisha chokaa kwa wingi, na chokaa ili uzalishwe lazima ichomwe. Sasa kuwepo kwa kiwanda hiki kumepunguza kwa kiasi kikubwa sana ukataji wa miti hiyo. Kwanza tumekuwa na sera ya kuwatangazia, na hapa sisi baada ya kufungua hiki kiwanda tumekuwa na masalia ya zile, tukishazisezi nguzo zetu zinakuwa na mabaki. Yale mabaki sasa kuna ambao tunakata kwa ajili ya fencing, wanaotaka kuweka fence zao. Kuna yanayobaki madogo nao yanakwenda kwa watumiaji wa kuni. Sasa hao wenye matanuri ya mikate na hao wanaochoma chokaa wamekuja wanachukua kuni kwetu kwa bei rahisi. Kwa hiyo imesaidia kuondoa uharibifu wa mazingira. Tunapozungumzia Tanga, tunasema Tanga ni viwanda, lakini tumeona kwamba asilimia kubwa ya viwanda ndani ya mkoa wa Tanga vingi vilikuwa vimekufa, na kadhalika vingine tukaona kabisa serikali kana jitahidi kabisa kuhakikisha kwamba vinafufuka, na vingine tukaona viwanda vipya navyo vinaanza kujengwa, ikiwemo hii MUA sasa hivi ambayo tunaiona sasa hivi. Hebu tuambie, kwa ujio wa kiwanda hiki cha MUA unahisi kitaleta hamasa ndani ya mkoa wa Tanga? Ndio, italeta hamasa kubwa sana. Unajua umeme ni kila kitu, na kuna baadhi ya viwanda vilifunga kwa sababu aidha ya nishati ilikuwa iko dhaifu. Kuna wengine vilifunga kwa sababu labda ya sera za wakati ule zilikuwa zinakwenda kinyume na uwekezaji wenyewe.
pia na nyakati, kwa sababu biashara, watu wengine wanafika pahala wanakwama, mitaji, mazingira, infrastructure na vitu vya namna hiyo. Lakini kikubwa kwenye viwanda, usipokuwa na umeme ni kwamba huwezi kuwa na kiwanda chenye kuendelea. Na mimi nimejikita katika hapo kwamba na mimi ni muunge mkono rais wetu mpendwa John Pombe Magufuli kwa doctrine yake ya kutuonyesha kabisa kwamba amethubutu kututia moyo kwamba sisi lazima tujenge nchi yetu, na kila kukicha anatuambia nchi yetu ni tajiri, na kweli tumeamini kwamba nchi yetu ni tajiri. Watu waliaminishwa kwamba bila nguzo kutoka nje hii TANESCO haiwezi kusimama, lakini sasa hivi tunakwenda kwenye mwaka wa 3, hakuna nguzo ambayo imetoka nje na alisimama. Mpaka kuna waziri wake wa nishati aliwahi kutuambia kwamba mheshimiwa anasema hata tukikosa nguzo za mkalitusi, hata za mianzi tutasimamisha, lakini hatutatoa nguzo kutoka nje. Kusema kweli, tumepigana na tumekutana na vikwazo vingi. Vikwazo vingine si vizuri kuvizungumza katika lakini utashi wa watu. Kwa hiyo ni kwamba viwanda vilikufa kwa sababu ya sera zilizokuwepo na usimamiaji wa sera zile. Lakini kwa sera sasa hivi Tanga itafufuka. Na mimi nimejikita kwenye upande ambao unajua ni unaleta direct impact kwa ufufuaji wa viwanda. Kwa sababu ni kwamba nguzo zitakwenda kwa kila kiwanda kitakachoanzishwa na itapeleka umeme. Na hivi inapojengwa bwawa kubwa ambao tutakuwa na umeme wa kututosha na wengine wa kuuza nje, tuna uhakika kwamba nchi yetu sasa itakuwa miongoni mwa zile nchi zinazokimbia kwa kasi ya ajabu. Kuna shughuli nyingi tu ambazo zinafanyika ndani ya kiwanda hichi. Hem, tuambie ajira ambazo zipo ndani ya kiwanda hichi. Umeipa kipaumbele kwa wazao wa mkoa wa Tanga? Hilo lilikuwa ni wazo langu kubwa na la kwanza sana. Kuwepo kwetu hapa katika kiwanda hiki kumetengeneza ajira kubwa. Naweza kusema mnyororo wa ajira kuanzia hapa kiwandani mpaka huko tunakotoa malighafi. Kwa kiwanda hiki tumetengeneza ajira zaidi ya watu 100. Kwa hiyo hao wote wananufaika na ajira hii. Kwa hali hiyo ni kwamba ule udokoaji hapa Pongwe ilikuwa inasifika kwa vijana kuwa wadokoaji sana, lakini sasa hivi mji umetulia, watu wanatembea, pamoja na jitihada za vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia na mtu kuamka asubuhi akijua na kwenda pahala nitapata hela ya mlo wangu wa mchana au na jioni, inasaidia sana. Na hiyo hasa ndio dhima yetu kubwa, kuhakikisha kwamba tunaendeleza viwanda vitakavyowapa ajira vijana wetu, vitakavyowapa ajira ndugu zetu, vitakavyokomboa Watanzania kutokana na umaskini wa kutokuwa na ajira. Tuambie changamoto za upatikanaji wa hizo nguzo upoje? Kusema kweli ni kwamba changamoto iko ni kubwa kidogo, kwa sababu kila kazi inakuwa na changamoto zake. Nguzo kwa mfano kama sisi hapa Tanga, nguzo zinatoka mbali sana. Tunatoa nguzo Iringa katika wilaya za Kilolo, tunatoa nguzo Mafinga katika wilaya ya Mfindi, tunatoa nguzo Njombe katika wilaya ya Njombe, Ludewa na zingine karibu na mipaka na zingine zinatoka mpaka Songea, lakini tunaleta hapa, lakini yote tuko ndani ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia tunatoa nguzo kwenye mashamba ya serikali ya South Hill, tunatoa nguzo kwenye mashamba ya serikali ya Lushoto kule Shume. Pia tunapata nguzo kutoka West Kilimanjaro na mashamba ya serikali na wakulima wadogo. Changamoto inakuja kwa wakulima wadogo, na hawa ndio unakuta mtu labda aliweka uzio kwenye shamba lake, na uzio ni miti ya nguzo. Sasa ile inakuwa ni kwamba lazima tukienda sisi tunawafikia wale. Tulianza kuwatumia watu wakati wakawa ni vishoka kama hawa wanaozungumzwa na TANESCO. Wakawa sasa wanawadhulumu wale, wanatudhulumu sisi, wanatukimbia. Ikabidi sisi tunapeleka watu wetu wanakwenda mpaka kwa mkulima mwenyewe. Tunakwenda mpaka kwenye serikali ya kijiji. Serikali ya kijiji inatutambua. Tunampata mkulima ambao kweli ni shamba lake. Anakuja pale tunapatana naye, analipa ushuru wa serikali na sisi tunalipa ushuru, tunatoa zile nguzo. Ila changamoto tumekuwa tunakutana nayo ni kwamba sasa ukija kwenye barriers, wanataka wapate ile nguzo imeuzwa, lazima iwe na receipt ya EFD. Okay. Sasa receipt ya EFD kuipata kwa mkulima
ni changamoto. Na huyo mkulima amekupa labda amekuzia nguzo 20, na akikuzia nguzo 20 zile ukazikata, hata uza nguzo zile hizo zitakazochipuka mpaka baada ya miaka 10 au 8. Sasa hapa kwenye watu wa kwenye nani, kwenye barriers, kwenye hizi nani wanaoangalia watu, kwa mfano wa serikali sometimes TRA na nini, wanataka kwamba lazima kuwe na risiti ya mashine. Huyu mkulima apate nani risiti ya mashine. Kwa hiyo tumejaribu kuongea mpaka na baadhi ya viongozi katika nani kwamba labda tuwe tunapitia kwenye maofisi ya TRA baada ya kuwa na mikataba ya kununua nguzo kwa wakulima, wanagonga mihuri, wanasatisfy, lakini bado hiyo ni changamoto. Sasa spidi ya kutoa nguzo kwa wakulima kuleta kiwandani inapata kidogo usumbufu katika hilo. Ila sisi kama MUA Trading Tanzania Limited kwenye changamoto huwa tunatafuta fursa. Katika kuzifata fursa hiyo ya kutatua hasa hili la dawa ambalo ni la msingi, kwa sababu nguzo isipopata dawa nzuri na iliyo kwenye viwango, utatoa nguzo ambayo ni bovu, ambayo sio sahihi, ambayo sio imara. Kwa hiyo kwa ule muda ambao tunatoa assurance ya nguzo kitriti inatakiwa ikae miaka 30 mpaka 40. Kwa hiyo ukitriti nguzo kwa viwango vya chini itawahi kuanguka, utaitia hasara serikali. Lazima upatikanaji wa dawa ilikuwa ni kipimo chetu, lazima tuangalie namna ya kutatua changamoto hiyo. Katika kulitatua hilo, kulifata hilo, tumewapata wawakilishi wa kampuni moja kutoka Uingereza. Hiyo kampuni inaitwa Coopers. Ni kampuni moja kubwa ya kimataifa ambao tayari nadhani hapo mtaona kuna certificate yake iko pale imetundikwa. Walikuja wakatutambua. Kuna mwakilishi wao yuko Kenya, alitukutanisha nao, na huyo mwakilishi wao alio Kenya actually yeye ndio consultant wetu katika kiwanda hiki, na yeye ndiye alituibua kutuonyesha masoko ya Kenya, na alikuwa yeye ndio assurance director katika kampuni ya Kenya Power. Hebu tuambie pia vikwazo ambavyo unakutana navyo katika usambazaji wa nguzo katika mazingira yako ya kazi, hasa kwenye maeneo ya vijijini. Sema kweli, nakubali kwamba nchi yetu ni kubwa. Waheshimiwa viongozi wamejaribu, Mheshimiwa Rais tena yeye ndio kinara wa kutengeneza mabarabara, amejitahidi sana kutengeneza barabara, lakini bado nchi yetu ni kubwa. Tunavyozungumza sasa hivi kuna gari letu moja lilipeleka nguzo Kondoa, sasa hivi lina siku ya 5 baada ya kushusha mzigo, limeshindwa kutoka hapo liliposhusha mzigo kutokana na ubovu wa miundombinu wa barabara. Lakini mimi hainiumizi, kwa sababu hiyo nguzo itaendelea kutawanyika kwenda kuwasha umeme kule. Mwisho wa siku watu wa kule watapata mwanga. Hiyo gari itatoka hata mwezi ujao. Tunapata tabu ya tunafuata nguzo kwenye sehemu ambayo ni remote sana, na tunapeleka nguzo sehemu ambayo ni ndani sana. Lakini kwa sababu mimi napeleka nguzo kwa wananchi wangu, shangazi zangu, wadogo zangu, mimi hiyo naona ni changamoto ambayo lazima itatatuliwa tu. Kwa hali hiyo ndizo changamoto tunazokutana nazo, lakini haziwezi kuturudisha mbele. Lakini ni kurudisha hapo kwenye nani? Nimekuambia kiwanda chetu hakijakamilika 100%. Lakini hapa kilipo katika mkoa wetu wa Tanga, sisi MUA Trading Tanzania Limited ni walipa kodi wazuri sana. Tuko kwenye wale walipa kodi wakubwa. Unajua walipa kodi wanapangwa kwa grade. Sasa sisi tumewekwa kwenye category ya walipa kodi wakubwa. I'm proud of that. Yani najivunia kuwa mlipa kodi mzuri wa nchi yetu. Kwa hali hiyo, hii kodi nao lipa na gari langu lililokwama kule itakwenda kufungua barabara ile. Kwa hali hiyo nitakwama leo, nitakwama kesho, lakini kesho kutwa sitakwama tena. Kwa hiyo ni kuongeza nguvu. Hainikatishi tamaa mimi, isipokuwa ni kama vile mtu ananipiga ngumi ya kisogo kusudi niwahi kufika kwenye destination. Kwa hali hiyo ni changamoto, lakini mimi naziona ni za kawaida. Kwa sababu gani? Haya matukio yote haya hayakunikuta usingizini, yamenikuta mimi naona. Sasa naendelea kusoma alama za nyakati na nakubaliana na changamoto hizi, kwa sababu changamoto ziko ndani ya nchi yangu na mimi ndio natakiwa kujenga nchi yangu. Simwachi mtu mwingine ajenge nchi yangu. Kwa hiyo nitakapojikwaa nitaangalia kama kuna shimo nitalifikia mwenyewe, wengine watakuja kulifikia wakati mimi nimeshaanza. Kwa hiyo mimi najisikia niko very comfortable. Okay, umesema kiwanda chenu hamjafanikiwa kwa 100%. Unaweza kutuambia licha hizi jitihada zote ambazo mmezifanya, mmefanikiwa kwa 1% ngapi? Na kadhalika pia mtuambie serikali imekuamini, unaiahidi nini serikali katika kuhakikisha
unafanikiwa hizo asilimia zote 100? Mimi nasema hizi asilimia tumeshafanikiwa mpaka asilimia 70 sasa hivi, bado asilimia 30 tu, na asilimia 30 hizi ni ya baadhi ya mitambo midogo tu ambayo tayari tuko nayo, ni kuifanya ni kuisimika ili ifanye kazi iwe nyepesi zaidi. Unaona, kwa mfano tukiingiza nguzo kwenye mtambo sasa hivi tunatumia mashine ya hii ambayo inapakia nguzo na kupakua nguzo, lakini kuna mtambo maalum ambao ni automatic, ukiswitch button wenyewe unaweza kupeleka na ukaweza ukatoa. Huo unachukua karibu asilimia kama 20 ya hizi asilimia zingine, na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo sasa ndio vinafanya mtambo unakuwa umekamilika. Lakini mpaka sasa hivi kutokana na pupa tulionayo katika kuunga mkono Mheshimiwa Rais na serikali yake, ndio tumeona hapana, tumeshafikia pahala ambapo vigezo na sababu tumeshatimiza, tunaweza kuzalisha. Ndio maana nimekuambia kwamba tunazalisha kuanzia nguzo 400 mpaka nguzo 600. Tukikamilisha na hivyo vitu vimekamilisha, kwa hiyo ni kwamba speed itaongezeka, tunaweza kuzalisha nguzo 800 kwa siku moja. Napata bahati ya kuonana na Mheshimiwa Rais, neno lako la kwanza litakuwa ni lipi kwake? Mimi nikionana na Rais, cha kwanza tampongeza sana. Ni miongoni mwa viumbe wachache ambao Mwenyezi Mungu amewaumba na akaweka kwenye dunia hii ambao wanaweza wakawa na uono sahihi, wakasimamia uono wao, wakawa na fikra sahihi, wakathubutu kusimamia fikra zao, wakawa na uongozi sahihi, wakasimamia uongozi wao bila kuyumbishwa. Mimi nitampa pongezi kubwa na nadhani nitamwombea dua Mwenyezi Mungu aendelee kumweka pale alipo kusudi amalize kipindi chake akiwa ameyasimamia kwa dhati yale anayoyaamini, na naona kabisa anayoyaamini anatupeleka kwenye right track, kwenye njia iliyo sahihi. Kwa hiyo mimi nitamwambia Mheshimiwa Rais na kupongeza na kusema kweli mimi ni muumini na kila niswali uweze kumwombea kusudi aendelee kusimama hivyo, asiyumbe na asiyumbishwe na mtu yeyote, kwa sababu alipotangaza hili la kutuagiza kwanza nguzo kutoka nje, watu walitupambana sana na watu walidhani atashindwa katika hili, kwamba Tanzania sasa inakwenda giza. Lakini sasa hivi hawana chochote tena, majibu wameshapata, wamebaki na hao tu, wanapiga manahau tu, hawana maneno. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anatupeleka pahala pazuri, na mimi nikikutana naye nitapiga sauti kwamba kweli hapa wewe ni jemedari na unatupeleka pahala ambapo unakusudia kutupeleka. Shukrani sana. Shukrani sana. Nashukuru sana kwa ujio wako. Mtazamaji, nilikuwa na Badru Isa Badru ambaye ni mkurugenzi wa kiwanda cha uzalishaji wa nguzo ambacho kipo hapa mkoani Tanga. Mengi amezungumza, mengi ameongea, alipoanzia, alipofikia na mpaka dhamira yake ya kutaka kufika kule ambapo yeye anataka kufika. Kiukweli kuna kila sababu ya kujiongeza, kuna kila sababu ya kuto kukata tamaa. Tumesikia Badru alivyozungumza tu mengi kwamba yeye halali, ana muda mchache sana wa kulala, lakini muda wote ni kuwaza nini afanye, nini kifanyike katika kuhakikisha anatetea ama analeta uchumi katika kuongeza pato la taifa letu hili. Mimi ni Ibrahim Kunoga na nyuma kamera nikopo na James Mapara, na mgeni wetu kwa siku ya leo alikuwa ni mkurugenzi wa MUA Trading Tanzania Limited ambacho ni kiwanda kinachojishughulisha na uzalishaji wa nguzo. Nikusihi uendelee kuangalia Global TV. Bye bye. Magazeti ya Sport Extra na Champion yanakujia na zawadi kabambe ya mwaka mpya na Pasaka. Wanakuletea zawadi ya gari mpya aina ya Toyota Fan Cargo. Unasema mwaka mpya ni mgumu? Awe, sikia hii. Ukinunua magazeti ya Champion na Sport Extra, kila siku utaingia kwenye nafasi ya kujishindia gari mpya utakayoweza kuitumia kama taxi au Uber, na pia unaweza kujishindia zawadi ya simu ya kisasa. Nunua magazeti ya Champion na Sport Extra
utakuta kuponi, andika jina na namba ya simu, kisha peleka kwa wakala aliye karibu nawe, au itume katika ofisi ya Global Publishers zilizopo Sinzamori, Dar es Salaam. Kwa njia yoyote uwezavyo, kila wiki itachezeshwa draw na kutolewa zawadi kwa washindi, na mwisho wa shindano hili msomaji mmoja atajishindia gari mpya aina ya Toyota Fan Cargo. Kwa habari za kina za kimichezo na burudani, magazeti ya Sport Extra na Champion ndiyo baba lao. Endelea kuyanunua na ujishindie gari. Shule za St. Mary ni shule bora nchini kwa utoaji wa elimu. Ni shule zinazofundisha kwa kufuata mitaala ya Kiingereza au English medium. Wazazi wanaojali elimu hupendelea zaidi kuwapeleka watoto wao kwenye shule hizi kwa sababu zinatoa elimu iliyo bora na kuwepo kwa mazingira mazuri ya kufundishia. Shule hizi za St. Mary zinazomilikiwa na mama mchungaji Gertrude Lwakatare zinapokea wanafunzi wa rika tofauti kuanzia chekechea mpaka kidato cha 4. Mlete mwanao ajifunze kuongea Kiingereza akiwa na umri mdogo kabisa. St. Mary ni shule zinazopatikana nchi nzima. Kwa mawasiliano zaidi piga simu sasa kupitia namba 0652741987 au 0712872597 na 0654994193. Kwenye mitandao ya kijamii Instagram wanatumia @stmarys_school tz. Kwa elimu ya uhakika, jibu ni shule za St. Mary.